Katika kipindi ambacho kimepita tulipata kuelewa kuwa katika kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza fungu lake la 27 tumepata mwanadamu ambaye Mungu alimuumba akiwa mkamilifu. Hivi ndivyo alivyokuwa. Na mwanadamu tulipata kuelewa katika nukuu ambazo tumepitia nyingi, moja yao ni The Grace Collection ambayo ilituelezea kuwa hii sehemu ya nje, hii sehemu yote ni mafumbi ya ardhi, na hii sehemu yote hivi ni mafumbi ya ardhi. Halafu kuna mwanadamu ambaye ni pumzi ya uhai. Hizi sehemu tatu ambazo tulipata katika hii nukuu. Na huyu mwanadamu ambaye alikuwa mkamilifu, tunajaribu kujifundisha ili tupate kuelewa kuwa huyu mwanadamu wakati alikuwa amewekwa katika bustani ya Edeni akiwa mkamilifu, kuna mabadiliko yapi aliyoyapata, ili tupate kuelewa dhambi ni nini. Na lengo letu la kusoma asili ya binadamu, tunastahili kusoma ili tuelewe, tupate kuelewa dhambi ni nini, na tukielewa dhambi ni nini, tutapata kuelewa vile tutaepukana na dhambi, tukiendelea kujifundisha zaidi katika hili somo letu. Huyu mwanadamu ambaye tumepata ni mkamilifu, na hizi sehemu ni mingi vile zimeandikwa pale kwa ubao. Nimesichukua hizi tatu kwa kuelezea tu tupate kuelewa zaidi kuwa mwanadamu alipotoka mikononi mwa Muumba alikuwa na hizi sehemu, na hizi sehemu ambayo ni higher powers ama nguvu za juu zilikuwa zinatawala ama governing the lower powers, which ni nguvu za chini. Katika hili nukuu ambalo tumelisoma, tumepata kuelewa kuwa wakati Mungu ameweka mwanadamu ama binadamu ama mtu ambaye alimuumba katika bustani ya Edeni, aliwapea maagizo. Na tumepata tumesoma tukaelewa historia ndefu ya huyu mtu ambaye katika hili nukuu la confrontation tukapata kuelewa kuwa wakati Mungu amemaliza kazi ya uumbaji ya kumuumba mtu, amemweka katika bustani ya Edeni, aliwapea maagizo. Na hayo maagizo tu yalikuwa wakiyafuata wataishi Edeni. Wakikosa kuyafuata wataishi katika shamba la Edeni ama bustani ya Edeni. Tutaendelea kusoma katika hili nukuu confrontation page 13 paragraph 3 kama sijasahau chani pitie 13.1. Hao itatuambia hivi: Eve had wandered from near the forbidden tree, and her curiosity was aroused to know how death could be concealed in the fruit of this tree. If mara ya kwanza vile tumesoma katika Biblia tumepata kuwa kuna historia ya majaribu ambayo yalimpata Eve ama Hawa. Imeelezwa katika hili nukuu kuwa Eve alikuwa anazunguka katika mti wa ujuzi wa mema na mabaya, na alipokuwa anazunguka katika mti huo wa ujuzi wa mema na mabaya, her curiosity ama curiosity, sijui vile nitaelezea vizuri kwa Kiswahili, but her curiosity were aroused, na akajaribu itatuambia kuwa hili nukuu litatuambia kuwa Eve had wandered near the forbidden tree, and her curiosity was aroused
to know how death could be concealed in the fruit of the forbidden tree. Hawa alikuwa akizunguka katika mti wa ujuzi wa mema na mabaya, na alikuwa anataka na vile tumepata ili curiosity ama her curiosity was aroused, na akajaribu kufikiria vile mauti ama kifo kitakuwa katika ama matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya. Na wakati amezunguka huo mti, ili nukuu litatuambia kuwa she was surprised to hear her. Naomba msamaha kidogo tumalize hili nukuu la kwanza ndipo tupate kuelewa hili litatuambia nini. La kwanza litatuambia, if went from the side of a husband, viewing the beauties of the beautiful things of nature, delighting her senses with the color and the fragrance of the flowers, and admiring the beauty of the trees and the shrubs. She was thinking of the restrictions which God had laid upon them in regard to the tree of knowledge. She was pleased with the beauties and the bounties which the Lord had furnished for the gratification of every want. All this, said she, God has given to us to enjoy. They are all for ours, for God has said, of every tree of the garden thou mayest freely eat, but of the tree of knowledge of good and evil thou shalt not eat of it. If had wandered near the forbidden tree, and her curiosity was aroused to know how death could be concealed in the fruit of this fair tree, she was surprised to hear her queries taken up and repeated by a strange voice. Hivyo wakati Hawa alikuwa akitangatanga katika huu mti wa ujuzi wa mema na mabaya, and her curiosity was aroused, and she wanted ama alikuwa anataka kujua vile mauti yatakuwa ama kifo kitakuwa katika matunda ya huu mti ambao ulikuwa unaonekana ni mzuri. Wakati alikuwa akijiuliza, akashangaa ama akapatwa na mshangao wakati alipopata maswali ambayo alikuwa anajiuliza yanajibiwa na sauti ambayo ni ngeni kwake, ama ni sauti ambayo alikuwa haifahamu vizuri. Had God said, ye shall not eat of every tree of the garden, Eve was not aware that she had refilled her thoughts in audible conversation within herself. Katika hili nukuu ambalo tulilisoma, hii aya ya 3 na ya 4, tulipata tuliambiwa kuwa Eve alikuwa ametoka upande wa mumewe, na alikuwa anazunguka katika bustani ya Edeni peke yake, na akajipata anazunguka mti wa ujuzi wa mema na mabaya, na alikuwa anafikiria juu ya kizuizi ama the restrictions, kizuizi ambacho Mungu alikuwa amewapea Mungu alikuwa amewaagiza kuwa wasikule matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya. Na wakati alikuwa anafikiria, alikuwa anaongea, na yeye alikuwa hajielewi kuwa alikuwa anaongea. Akifikiria alikuwa anajiongelesha peke yake, vile tumepata katika ile nukuu. Na wakati alikuwa anajiongelesha peke yake,
she was not aware that she was speaking alone. And as she was speaking, then the serpent ama the tempter akapata mawazo yake ama fikira zake. Na wakati alipopata fikira zake, then akatumia maneno yale kuongea na Eve ama na Hawa. Na hayo maneno alipoongea na Hawa, vile tulipata kuwa hii sehemu ya akili ni sehemu ya muhimu ambayo ni iko na sehemu mbili, iko na knowledge au maarifa, na iko na maktaba au library au memory, ambapo wakati Mungu aliwapea instructions, aliwapea maagizo, na hayo maagizo waliyaweka katika akili zao. Wakati Hawa anazunguka ule mti wa ujuzi wa mema na mabaya, akijiongelesha peke yake, alipata akuwa naweza ongea kwa lugha ya Kiingereza kuwa she was unconscious, kuwa alikuwa anaongea, hakuwa na fahamu zake, hakuwa anajifahamu kuwa anaongea na sauti. Na alipoongea na hiyo sauti, na she was unconscious of herself, wakati alikuwa anazunguka huo mti wa ujuzi wa mema na mabaya, shetani akapata fikira zake. Alipopata fikira zake, akatumia maneno yake, ndiposa akapata kujadiliana na Hawa. Alipojadiliana na Hawa, akajaribu kumuonyesha kuwa huo mti wa ujuzi wa mema na mabaya hakika wakila hawatakufa. Na vile tulipata katika fundisho lililopita, kwa lesoni iliyopita ama lesoni ambazo zimepita, tulipata kuelewa kuwa wakati Hawa ametoka ama Adamu na Hawa walipotoka mikononi mwa Muumba, walikuwa wakamilifu. Na vile tuligundua kuwa wakiwa wakamilifu, udadisi, curiosity. Thank you. Wakati walikuwa wakamilifu, tumepata kuelewa kuwa the higher powers were governing the lower powers. Ama hii sehemu, nguvu za juu zilikuwa zinatawala nguvu za chini ambazo ni mingi. Tutaongezea appetite ambayo ni hamu. Tulipopata katika hili nukuu ambalo tumelisoma, tumeelewa kuwa page 13.1 katika hiki kitabu cha Roho ya Unabii cha Dada White, amejaribu kutuelezea hii historia ya Genesis chapter 3 verse 1 to 6, ambapo ametuambia kuwa kuna vile Hawa alijaribu kuongea peke yake, na hakuwa anafahamu kuwa anaongea peke yake, na reveal ama akapeana fikira zake ambazo ni lower powers. Na wakati alipopeana fikira zake ama her thoughts au feelings, her thoughts au fikra, shetani alipata nafasi nzuri ya kufanya majadiliano na yeye, ili apate kumuonyesha kuwa haya yote ambayo Mungu alikuwa amewaambia, ama maagizo yote Mungu alikuwa amewaambia, hayakuwa ya kweli. Na wakati tutakapoendelea kusoma, Eve was not aware that she had revealed her thoughts in audible conversation with herself. Therefore, she was greatly astonished to hear her queries repeated by a serpent. She really thought that the serpent had a knowledge of her thoughts and that he must be very wise. Katika hili nukuu tumeambiwa kuwa wakati Hawa alikuwa akijiongelesha peke yake,
hakuwa nafahamu kuwa anaongea peke yake, na wakati amekutana na sauti ambayo ni geni kwake, akafikiria kuwa hili joka ambayo linaongea maneno ambayo yalikuwa ni fikra zake, hii nyoka ama hii joka ingekuwa iko na ujasiri mwingi sana. She answered, "We may eat of every tree of the garden, but of the fruit of..." She answered, "We may eat of the fruit of every tree of the garden, but of the fruit of the tree which is in the midst of the garden, God had said, ye shall not eat of it, neither shall ye touch it, lest ye die. And the serpent said unto the woman, ye shall not surely die, for God doth know that in the day thou eat thereof, then your eyes shall be opened, and ye shall be as gods, knowing good and evil." Tumepata katika hili nukuu limetuambia kuwa Hawa alipofanya majadiliano na lile joka ama nyoka, ilimwambia kuwa vile Mungu alikuwa amewaagiza kuwa wakila matunda ya mti wa ujasiri wa mema na mabaya hakika watakufa. Na tulipata chanzo cha Hawa akiwa anazunguka katika ule mti wa ujuzi wa mema na mabaya. She wanted to know exactly how death could be in the fruit of that fair tree. Ama alikuwa anataka kuelewa vile kifo kitakuwa katika tunda la lile mti ambao ni wa ujasiri wa ujuzi wa mema na mabaya, ule mti wa ujuzi wa mema na mabaya. Na vile alikuwa ameuona huo mti, aliuona mti ukiwa tu ni mti ulikuwa unaonekana ukiwa sawa, hukuwa na shida yoyote. Na katika hili nukuu tumepata kuelewa kuwa mwanadamu ama Hawa alipofanya majadiliano na ile nyoka, kuna vile nyoka ilimhakikishia kuwa haya maagizo ambayo ni ya fungu la Mwanzo 2:17 si ya kweli, na haya maagizo walikuwa wameyatia katika akili zao. Na tukipata haya mazungumzo kati ya nyoka na Hawa, nayo haya mazungumzo pia Hawa aliyatia katika akili yake, na haya maagizo alipoyatia katika akili yake, kuna vile Hawa aliona kuwa Mungu alikuwa ni mdanganyifu, sababu nyoka alimhakikishia kuwa matunda ya huo mti wa ujuzi wa mema na mabaya wakiala watakuwa kama Mungu, kama miungu, watajua mema na mabaya. Na Hawa aliposikia hayo maneno ya nyoka, akaona kuwa huo mti ni mzuri, hauna madhara yoyote. Tusoma katika kitabu cha Patriarchs and Prophets
Katika hili nukuu itatuambia kuwa the angels had cautioned Eve to be aware of separating herself from her husband while occupied in the daily labor in the garden, which with him she could be in less danger from temptation than if she was alone, but absorbed in her pleasing task, she unconsciously wandered from his side. On perceiving that she was alone, she felt an apprehension of danger, but dismissed her fears, deciding that she had sufficient wisdom and strength to discern evil and to withstand it. Unmindful of the angel's caution, she soon found herself gazing with mingled curiosity and admiration upon the forbidden tree. The fruit was very beautiful, and she questioned within herself why God had withheld from them. Now was the tempter's opportunity. As if he were able to discern the workings of her mind, he addressed her. Yeah, had God said, ye shall not eat of every fruit, of every tree of the garden? Eve was surprised and startled as she thus seemed to hear the echo of her thoughts, but she, not displeasing, instead of fleeing from the spot, she lingered, wondering to hear a serpent speak. Had she begun addressing by a being like the angels, her fears could have been excited. But she had no thought that the fascinating serpent could become the medium of the fallen foe. This is PP 53.1.5. Hili nukuu limejaribu kuelezea zaidi hili nukuu ambalo tulisoma katika Confrontation 13.1. Limetuelezea kuwa Eve was unconscious, hakuwa anafahamu kuwa alikuwa anajiongelesha peke yake, ndiposa shetani akapata her thoughts ama fikra zake, akajaribu kumuuliza na kumjibu juu alikuwa anaongea peke yake, na alikuwa anaongea juu ya kizuizi ambacho Mungu alikuwa amewekea katika kula tunda la mti wa ujuzi wa mema na mabaya. Na tukiendelea katika hili nukuu limefanya a repeat and enlarge ya hilo nukuu ambalo tumeliandika kwa ubao pale Confrontation 13.1. To the tempters, now 54.1, to the tempters ensnaring question, she replied, we may eat of every tree of the garden, but of the fruit of the tree which is in the midst of the garden, God had said, ye shall not eat of it, neither shall ye touch it, lest ye die. And the serpent said unto the woman, ye shall not surely die. For God doth know the day that ye eat thereof, then your eyes shall be opened, and ye shall be as gods, knowing good and evil. By partaking of this tree, she declared, they could attain to a more exalted sphere of existence and enter a broader field of knowledge. He himself had eaten of the forbidden fruit, and as a result had acquired the power of speech. And he insinuated that the Lord jealously desired to withhold it from them, lest they should be exalted to equality with himself. It was because of these wonderful properties, imparting wisdom and power, that he had prohibited them from testing or even touching. The tempter intimidated
that the divine warning was not to be exactly fulfilled. It was designed merely to intimidate them. How could it be possible for them to die had they not eaten of the tree of life? God had been seeking to prevent them from reaching a nobler development and finding greater happiness. Katika hili nukuu ambalo tulilisoma hapa, tuliambiwa kuwa Adamu na Hawa wangetii amri ama maagizo ya Mungu, wangeendelea kuwa na uchuzi, wangeendelea kuwa wangekuwa na ujuzi wa kujiendeleza katika hizi sehemu tatu, na wangeendelea wangekuwa watiifu, hawangejua maarifa ya dhambi, na wange experience disobedience. Lakini katika hili nukuu ambalo tumelisoma, kuna vitu kadha wa kadha ambavyo tumevipata katika hili nukuu ambavyo ni shetani alivitumia ili to entice if wakae disobedient, na aliwahakikishia kuwa Mungu alikuwa anajua kuwa wakila matunda ya huu mti wa ujuzi wa mema na mabaya, jambo la kwanza wangekuwa na furaha. Na lakini tuliambiwa kuwa katika hili nukuu la confrontation kuwa wangetii wangekuwa watiifu ama obedient, wangekuwa na furaha na wangempenda Mungu zaidi. Lakini shetani amewadanganya, amewaambia kuwa wakikula tunda la mti wa ujuzi wa mema na mabaya ndipo watakapokuwa na furaha. Kupitia hayo mazungumzo ambayo Hawa alikuwa na shetani kupitia nyoka, kuna vile shetani amemdanganya ama amemzawishi Hawa na kumuonyesha kuwa hiki kizuizi ambacho Mungu alikuwa amewawekea katika mti wa ujuzi wa mema na mabaya hakikuwa cha kweli. Na wakati anapoendelea kumsawishi Hawa, ameona ukweli kuwa shetani amemwambia kuwa huu mti wa ujuzi wa mema na mabaya uko na uwezo wa kuwafanya wawe kama Mungu, na shetani amemwambia kuwa Mungu alikuwa na wivu, that God was jealous, kuwa Mungu alikuwa na wivu kuwa wakila huu mti wa ujuzi wa mema na mabaya hawatakufa. Jambo la kwanza, wakila the fruit jambo la kwanza shetani ameambia kuwa walikuwa wamekula mti wa uzima, tunda la mti wa uzima, hivyo wakila the fruit of the forbidden tree, matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya, au the tree of knowledge, jambo la kwanza, they were to be exalted, to be equal like God. Na jambo lingine amemwambia kuwa
They were to enter into a broader knowledge. He himself ama yeye mwenyewe alikuwa amekula kutoka huu mti wa ujuzi wa mema na mabaya. Kuna vitu kadha wa kadha tutakapokuwa na nafasi tutapitia katika hili nukuu tupate kuelewa, na cha mwisho tutakachochukua kutoka hili nukuu ni kuwa huu mti, the fruit of the forbidden tree, uko na uwezo wa kufanya wawe na ujasiri na ujasiri, na kuna vitu mingi ambavyo tutavipata katika hili nukuu tukienda kulisoma. Haya yote ambayo tumeyapitia katika hili nukuu na haya yote ni mazungumzo ambayo yalikuwa kati ya nyoka na Hawa, na hayo mazungumzo Hawa aliyatia katika akili yake, na haya mazungumzo hasa haya yenye tumeyapata katika hili nukuu, Hawa akafanya maamuzi ya kipekee. Tutasoma katika kitabu cha Confrontation ili nukuu 14 14.3 nayo itatuambia kuwa if yielded to the lying sophistry of the devil in the form of a serpent, she ate the fruit and realized no immediate harm. Hili nukuu limetuambia kuwa vile nyoka amekuwa akiongea na Hawa, Eve akafanya maamuzi maamuzi haja ama hivi. Okay. Hii Hawa akafanya maamuzi ama she made a decision, akala Hawa akafanya maamuzi akala matunda ya ule mti wa ujuzi wa mema na mabaya, na alipokula yale matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya,
and realized no immediate harm. Wakati amekula haya matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya, hakuona mabadiliko yoyote. Na she then plucked the fruit of for herself and for her husband. And when the woman saw that the tree was good for food, and that it was pleasant to the eye, and a tree of to be desired to make one wise, she took of the fruit thereof, and did eat, and gave also unto her husband with her, and he did eat. Vile tumeelewa hapa ni kuwa katika hili nukuu, kabla ya kusoma hili nukuu tulikuwa tumesoma hili nukuu la Patriarchs and Prophets 53.5 and 54.1, likatuonyesha mazungumzo kati ya Hawa na nyoka. Na haya mazungumzo tukapata kuelewa kuwa Hawa akayaweka katika akili, na alipoyaweka katika akili na akaona kuwa vile nyoka amemuelezea kuwa wakila matunda ya huu mti wa ujuzi wa mema na mabaya, they will be exalted to be equal like God. They will enter into a broader knowledge, na uko na uwezo wa kuwafanya wawe na uchaziri. Lakini tuliposoma hili nukuu, wakati tulianza kujifundisha hizi lesoni zetu, tulipata kuelewa kuwa so this one, Education 15.1, hili nukuu litatuambia kuwa when Adam came from the hand of his maker, he poured in his image, he poured in his Sasa nilisome itatuambia kuwa when Adam came from the Creator's hand, he poured in his physical, mental and spiritual nature a likeness to his maker. Tulipata kuelewa kuwa mwanadamu ama Adamu alipotoka mikononi mwa Muumba alikuwa anamfanana Mungu katika sehemu hizi tatu. In Genesis 1:27. And it was his purpose that the longer man lived, the more fully he should fulfill this image. Na ilikuwa ni lengo la Mungu kuwa mwanadamu angeendelea kuishi, angeendelea kudhihirisha wazi hizi sehemu tatu ama huu mfano wa Mungu. Lakini tunaposoma hili nukuu, tumepata kuona vile shetani amemdanganya Hawa. Amemwambia kuwa wakila matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya wangemfanana Mungu, na they were to enter into a broader knowledge, ama wangeendelea kuwa na maarifa ambao ni makubwa zaidi. Lakini hili nukuu la Education 15 litatuambia kuwa the more fully reflect the glory of the Creator, all his faculties were capable of development, their capacity and figure were continued to increase. It was wangekuwa wametii the instructions ama the requirements ama the law of God, amba wangetii sheria za Mungu katika wakiwa katika bustani ya Edeni. Vile tumesoma hili nukuu la Education 15.1, ilikuwa ni lengo la Mungu kuwa hizi sehemu tatu zingeendelea kukua. So the development of these three faculties of the mind, it was only on condition of obedience. Lakini shetani amewadanganya kuwa wakila matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya wataendelea kukua, watakuwa na uwezo wa kuwa watakuwa na a broader knowledge. Then Eve made a decision, ama akaamua, akafanya maamuzi ama akadecide
katika hili nukuu tumepata kuwa haya mazungumzo kati ya nyoka na mwanadamu ama na mwanamke, Hawa ameyatia katika akili yake na make a decision. Na katika hizi sehemu tatu za mwanadamu tulipata kuelewa kuwa hii sehemu ya maadili ndio inafanya maamuzi. Na tunapoendelea kujifundisha tulipata kuwa hii sehemu ama the physical part ama the lower nature iko na hizi vitu zote ambazo ziko hapa juu kwa ubao. Hivyo her desires when Eve ama wakati Hawa alikuwa na tamaa ya kula the fruit of the forbidden tree ama tunda la mti wa ujuzi wa mema na mabaya ambao walikuwa wamezuiliwa na Mungu wasile, and her appetite akawa na hamu ya kula huo mti ya kula the fruit of the forbidden tree ama tunda la mti wa ujuzi wa mema na mabaya ambao walikuwa wamekatazwa wasile. Hizi sehemu zote ambazo tumeziona kwa ubao ni lower powers. Ni sehemu ya ama ni nguvu za chini ambazo wakati Adamu alipotoka mikononi mwa Muumba hazikuwa na uwezo wa ku make a decision ama kufanya maamuzi. Lakini alipoamua katika hili nukuu, ile kitu alifanya Hawa aliruhusu hii sehemu kutawala hii sehemu ambayo ni higher powers, and these are the lower powers. Katika education 14.4 sasa tumefikia kiwango cha kuelewa kuwa wakati Hawa aliamua akachukua tunda la mti wa maarifa wa ujuzi wa mema na mabaya, akaamua katika maadili ambayo tulipata kuelewa ni moral, na moral iko na sehemu mbili. Aka make a decision in the will, akachukua lile tunda la mti wa ujuzi wa mema na mabaya akala. Alipokula lile tunda hakuona mabadiliko yoyote, an immediate harm, hakuona anything ambayo ime happen in herself, na she expected ama alikuwa anafikiria kuwa akila hilo tunda la mti wa ujuzi wa mema na mabaya hakika atakufa, na alikuwa anataka aone vile kifo kitakuwa. Lakini mabadiliko ambayo yalikuwa ni haya mabadiliko ambayo hizi nguvu za chini zilitawala nguvu za juu, na hizi nguvu za chini zikitawala nguvu za juu ama the lower powers governing the higher powers, huyu mwanadamu sasa hana mfano wa Mungu tena. Hawa akakosa kuwa na mfano wa Mungu, akachukua matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya akampea mumewe naye akala. Ndipo tuliposoma katika hili nukuu, na mumewe alipokula wote wakawa na upungufu na wakajiweka katika upande wa shetani. Na walipojiweka katika upande wa shetani kupitia haya majaribu ama hili jaribio ambalo lilikuwa ni la kwanza, shetani angewafuata katika kuwajaribu katika majaribu ambayo wangeyapitia, kwa sababu vile wameamua wakakubali hizi nguvu za chini zikatawala nguvu za juu, wamejiweka katika shida ambayo hawangeweza kujitoa pale wao wenyewe. Na hii shida ambayo wamejiweka, God never intended them to understand, ama Mungu hakuwa anataka wawe katika in this status, the lower powers governing the higher powers, ama sehemu za chini ama nguvu za chini zikitawala nguvu za juu. Katika hii lesson ambayo tumejifundisha, hili nukuu limeisha education 14.4, na nitalisoma ndiposa tumalize.
In order to understand what is comprehended in the work of education, we need to consider both the nature of man and the purpose of God in creating him. We need also to consider we need to consider also the change in man's condition through the incoming of knowledge of evil. Hili nukuu limetuambia kuwa tulipolisoma katika Kiswahili, nilikuwa nimelitafsiri hivi. Limetuambia ili kuelewa kile kinachoangaziwa katika kazi ya elimu, tunafaa kuchunguza asili ya binadamu. Na ila kitu tumefanya katika lesoni ambazo zimepita, tumejaribu kuelewa mwanadamu ni asili ya mwanadamu ni nini. Na tumepata kuwa tulipata kuelewa kuwa asili ya mwanadamu ni hizi sehemu tatu ambazo ni mwanadamu. Ili nukuu litatuambia kuwa na sababu ya Mungu kumuumba. Tulipata sababu ya kwanza, Mungu kumuumba mwanadamu, alimpea mamlaka, na haya mamlaka alimpea ya kutawala viumbe vyote ambavyo Mungu alikuwa ameviumba. Na lengo lingine lilikuwa ni mwanadamu amepewa mamlaka, na mwanadamu lengo lingine hizi sehemu tatu. Wakati tumesoma ili nukuu la Education 15.1 limetuambia kuwa when Adam came from the Creator's hand, he poured in his physical, mental and spiritual nature a likeness to his maker. God created man in his own image, and it was his purpose that the longer man lived, the more fully he should reveal this image. Lengo la pili ni kuwa Mungu alipomuumba mwanadamu akiwa na mfano wake, lengo la Mungu kumuumba mwanadamu angeendelea kuishi zaidi, angeendelea kudhihirisha wazi these three entities ama hizi sehemu tatu za mwanadamu. Na lengo lingine tulisoma katika Bible Commentary Volume 1 10:1.1.3 lituambia kuwa lengo la Mungu kuiumba dunia na kuumba mwanadamu ni kuendeleza Eden. God wanted to repopulate the earth with intelligent beings, ambao hao wanadamu ambao walikuwa wangeendelea kuzaana na wajaze dunia, walikuwa wangepita mtihani ambao tumeuona, na wakipita huu mtihani wangezaana wajazane only intelligent beings. Hili nukuu limetusaidia kuelewa kuwa, na mstari wa mwisho litatuambia kuwa vile tunastahili kuchunguza mabadiliko katika ujio wa uovu na mpango wa Mungu kutimiza na lengo la utukufu katika elimu ya jamii ya binadamu. Katika lugha ya Kiingereza itatuambia kuwa we need also to consider the change in man's condition through the incoming of the knowledge of evil. The incoming of the knowledge of evil, ama the change which came in man, ama mabadiliko ambayo yaliwaachia ama yaliyomchia mwanadamu katika majaribu ambayo aliyapata ni lower powers governing the higher powers. And hizi nguvu za chini kutawala nguvu za juu. Haya ndiyo maarifa ya dhambi. Na haya maarifa ya dhambi, wakati mwanadamu amejiweka katika in this condition, hakuna vile angejitoa huko. Ili nukuu likiisha kabisa huko mwisho litatuambia kuwa and God's plan for still fulfilling is a glorious purpose in the education of the human race. So the plan of God, ama mpango wa Mungu ambao aliufanya, is the plan of salvation. Tukipata nafasi tutaendelea maybe kujifundisha zaidi wakati mwingine. Kwa sasa tutafikia kikomo katika siku ya leo ya mafundisho yetu. Tutaomba.
Mtakatifu Mungu wetu, asante kwa kutupea uwezo wa kufundisha na kutufundisha, na katika kipindi ambacho tumekipitia tumepata kuelewa mabadiliko ambayo yalimjia mwanadamu wakati alipoanguka dhambini. Tuomba utuwezeshe tutakapoendelea kujifundisha, utusaidie tupate kuelewa ili somo letu, ili tupate kuepukana na dhambi. Tuomba uendelee kutuongoza katika mafundisho yote tutakayofundishwa katika siku ya leo. Tuomba katika jina la Yesu aliye mkombozi wetu. Amen.